Jeshi la polisi mkoani Mbeya limewakamata viongozi watatu wa ngazi ya juu ya tawi la wanafunzi la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema linalojulikana kama Chanzo, pamoja na mwanafunzi mmoja wa kawaida kwa tuhuma nzito za kupanga na kuchochea furugu pamoja na vitendo vingine vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya kuelekea maandamano ya kitaifa yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa Julai. Kamanda wa polisi wa mkoa huo amethibitisha kuwa operesheni hilo la kiusalama ilitekelezwa kisheria na vyombo vya dola majira ya saa 10 jioni katika eneo la Mafiati lililopo kata ya Manga jijini Mbeya, ambapo watuhumiwa wote wanne walitiwa nguvuni na waendelea kushikiliwa korokoroni, huku uchunguzi wa kina ukiendelea kubaini mitandao yao. Polisi wamewataja waliokamatwa kuwa ni Noah Mwalange ambaye ni mwenyekiti wa Chazo mkoa wa Mbeya, Mgawama Mbokwe aliyekuwa katibu wa Chanyo mkoa wa Mbeya, Agostino Wasinyo ambaye ni mwenyekiti wa tawi la Chazo katika Chuo Kikuu cha Katoliki cha Mbeya, pamoja na Rogers Mbwani anayetambulika kama mwanafunzi wa kawaida ambaye hakuwa na nafasi yote ya uongozi ndani ya shirika hilo la kisiasa. Hatua hii ya jeshi la polisi kuondoa ghafla uongozi nzima wa kikanda wa tawi la vijana wa upinzani likiwa limesalia saa 70 au 42 kutoka tu kabla ya maandamano ya kitaifa inaleta athari kubwa katika mifumo ya uhamasishaji na mikakati ya kisiasa ya vyama vya upinzani nchini Tanzania. Kukamatwa kwa viongozi hawa kumetokea katika mazingira ya sintofahamu kubwa baada ya makanda wa Chadema kudai awali kuwa viongozi wao walikuwa wamekamatwa ama wametekwa nyara na watu wasiojulikana waliojitambua kama maafisa usalama, kabla ya jeshi la polisi kujitokeza hadharani na kufafanua kuwa ukamataji huo ulikuwa wa kisheria na wenye lengo la kuizuia uvunjivu wa amani. Tukio hili linaakisi mtindo unaojirudia katika historia ya siasa za ushindani nchini, ambapo mamlaka ya ulinzi huingilia kati na kuwakamata watu muhimu wa kimkakati siku chache kabla ya matukio makubwa ya kisiasa ili kudhoofisha uwezo wa vyama vya upinzani kuratibu wafuasi wao mitaani, jambo ambalo linazidisha joto na taharuki kubwa ya kijamii. Mazingira ya kukamatwa kwao ama ukamataji huu yanazua maswali mengi miongoni mwa raia, kwa kuwa jeshi la polisi alijaweka wazi ushahidi wowote mahususi unaounga mkono tuhuma hizo, kama vile mawasiliano yaliyodukuliwa, vifaa vilivyopatikana au mipango madhubuti iliyosukwa na viongozi hao, bali wameeleza tu kuwa ushahidi bado unaendelea kukusanywa wakati watuhumiwa wakiwa tayari wako ndani. Ukosefu huu wa maelezo ya kina unaacha mwanya mkubwa kwa jamii kushindwa kutathmini kama operesheni hiyo imetokana na taarifa sahihi ya kiintelijensia ya vyombo vya ulinzi au kama imechochewa na kalenda ya kisiasa ya serikali inayotaka kuizuia maandamano kwa nguvu zote. Zaidi ya hayo, uwepo wa Rogers Mbwani ambaye ni mwanafunzi wa kawaida usiku huo wa operesheni unaleta picha ya jinsi vyombo vya usalama vinavyoweza kukamata mtu yeyote aliyepo karibu na walengwa wakuu bila kujali jukumu lake la kisiasa, jambo linaloleta hofu kubwa ya kiusalama kwa wanafunzi wote wanaojihusisha na harakati za kisiasa vyuoni. Katika maelekezo ya kisiasa nchini kote kwa sasa upo katika kiwango cha juu cha mvutano tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka 2025, huku kukiwa na mfululizo wa matukio yanayohusiana moja kwa moja na taharuki hii ya tarehe 7 Julai. Siku hiyo jioni, wakati viongozi wa Chazo walikamatwa Mbeya, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi
alikuwa eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam akihutubia madereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda na kutoa onyo kali la kuwakamata watu wote watakaodhubutu kutaja au kuhamasisha swala la maandamano hadharani bila kupata kibali maalum kutoka serikalini. Kauli hiyo ya waziri inaladana na onyo rasmi lililotolewa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania dhidi ya vitendo vya vurugu kuelekea siku hiyo, huku upande mwingine kiongozi wa kidini Sheikh Mwaipopo akitangaza kuundwa kwa kikosi cha wanamgambo wanaojiita chui weusi kama ajili ya kulinda maslahi fulani, hali inayofanya nchi nzima kuwa katika taharuki kubwa ya kijeshi na kisiasa. Eneo la makazi na biashara la Mafiati ambapo operesheni hiyo ilifanyika linaonyesha kuwa haikuwa uvamizi wa ofisi rasmi za Chadema wala mkutano mkuu wa mipango, bali ilikuwa ni hatua ya ghafla iliyolenga kuwakusanya ama kuwanyakua viongozi hao wakiwa katika shughuli zao za kawaida za kijamii nyakati za jioni. Athari za tukio hili linasambaa kwa kasi hadi mikoa mingine ya Tanzania ambapo wanaharakati wa wafuasi na wanafunzi kote nchini wanatazama jinsi viongozi wenzao wa ngazi ya mkoa na vyuo vikuu wanavyoweza kuondolewa mitaani bila kufunguliwa mashtaka rasmi mahakamani wala kupewa fursa ya kujitetea, jambo linalotuma ujumbe nzito kuhusu gharama kubwa na hatari wanayoweza kukabiliana nayo ikiwa wataendelea kuonekana wakiongozwa harakati kuelekea tarehe 7 Julai. Polisi wamesisitiza kuwa watuhumiwa wote 4 watafikishwa mahakamani pale tu uchunguzi utakapokamilika na ushahidi wa kutosha utakapopatikana, na kwa mujibu wa sheria za nchi wanaoendelea kuchukuliwa kama watu wasio na hatia hadi hapo mahakama yenye mamlaka itakapoamua vinginevyo baada ya kusikiliza pande zote mbili. Uamuzi wa mwisho mahakama ndio utakaofafanua iwapo operesheni hii ilikuwa ya kisheria au mkakati wa kisiasa, lakini ujumbe wa vitisho umeshafika kwa jamii nzima, huku chama cha upinzani kikijipanga kukabiliana na hali hiyo ya upotevu wa viongozi wake wakuu wa vijana katika ukanda huu muhimu wa Nyanza. Maafisa wa usalama mkoani Mbeya wameongeza ulinzi katika maeneo yote ya kimkakati ya jiji hilo ikiwemo vituo vya usafiri na maeneo ya vyuo vikuu ili kuizuia mnyonyoro wowote wa maandamano unaoweza kuibuka kufuatia kukamatwa kwa viongozi hawa wa wanafunzi. Harakati za Chazo mkoani humo zimesimama sasa kutokana na hofu ya wanachama wengine kukamatwa, huku viongozi wa kitaifa wa Chadema wakifuatilia kwa ukaribu taratibu za kisheria ili kuhakikisha vijana hao wanapata msaada wa mawakili na kufikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo ili kuzuia kuendelea kushikiliwa kinyume cha sheria.